Cha kwanza tuanze kwa kumshukuru Mungu kwa sababu nafikiri tumewasili Tabora leo majira ya saa 10 na sasa hivi tuko mazoezini kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi mpaka sasa yako vizuri. Kizuri kwetu sisi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote wako salama kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho, ni mchezo ambao kama tunavyojua tunaenda kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa. Kati ya sisi na Yanga tuna gap la pointi 1, kwa hiyo ili tuwe mabingwa lazima tushinde mechi zote zilizobaki. Kwa hiyo moja ya mechi ambayo ni muhimu kesho ni Ken Gold. Kwa hiyo tunahakikisha pamoja kwamba ni timu ambayo imeshashuka daraja ukiangalia, lakini siku zote usimdharau mtu yote. Kwa sisi tutaingia kesho tutamdharau Ken Gold pamoja kwamba kishashuka daraja, kwa sababu pointi 3 kwake kwetu ni muhimu, ndo za ubingwa kwake. Kwa hiyo tuko vizuri pamoja na ubora wake atakaokuwa nao kesho, tuhakikisha tunapata matokeo ya mechi ya kesho. Sababu hiyo ya kujua tayari mchezaji wako yuko nafasi gani na wapi ambapo amefikia mpaka sasa hivi, inafanya kama Simba kuingia kama mchezo ambao hauna pressure kubwa kwake? Hapana, unajua siku zote Ken Gold ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Wamekuwa na bahati mbaya kiukweli, wameweza kushuka mapema, lakini wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo mechi kama hizi ni mechi ambazo za mchezaji kujiuza. Kwa hiyo wanaweza kuja kupambana kwa ajili ya faida yao ya baadaye, kwa sababu hata kuna ligi. Kwa hiyo ukikutana na timu namna hiyo siku zote waga ni hatari sana. Kwa hiyo tuna imani itakuwa ni mechi ngumu na yenye ubora zaidi. Kwa hiyo pamoja na ugumu wao tutahakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Mwalimu, umezungumzia matumaini ya Simba kuwa na matumaini ya kwenda kuchukua ubingwa msimu huu kutokana na mchezo mmoja kwa mbaki dhidi ya wale ambao wanakimbizana na wewe. Pia ni mchezo ambao mnautumia kama maandalizi kuelekea mchezo ujao. Hatuwezi kusema maandalizi, huu ni mchezo wa ligi. Ni mchezo wa ligi na unahitaji pointi 3. Kwa hiyo hatuwezi kuongelea mechi Yanga ambako sisi bado tuna michezo mingine hapa katikati. Tunaongelea mchezo wa kesho. Kwetu ni muhimu na sio mchezo wa maandalizi, ni mchezo ambao tunahitaji pointi 3 ili kuweza kuendelea katika resi za ubingwa. Tunamshukuru Mungu, wachezaji wetu wote wako salama na tumesafiri nafikiri karibuni na wachezaji karibuni takribani wote, na wote wako vizuri na wote wako kambini. Kwa hiyo kwa hilo linatupa matumaini ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Mwalimu, kuna mambo mengi sana ambayo yameendelea nje ya uwanja na pengine yanaweza ikawa kwa namna moja au nyingine yaliingilia hata programu zenu walimu mnapojiandaa na mechi. Hii inaweza ikawa inaathiri timu moja kwa moja kwa kwenye mchezo unaokuja. Sisi maandalizi yetu yalikuwa ni ya game 3 zilizobaki. Ndio yalikuwa maandalizi yetu. Kwa hiyo mimi nafikiri hatujaathirika na chochote ujue, kwa sababu ni katika hesabu zetu tushinde game zilizobaki. Kwa hiyo maandalizi yetu yanakwenda pamoja. Kwa hiyo mimi nafikiri hatujaathirika na chochote, tuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho na kesho tunapata matokeo. Nafikiri tukishalalamika sana na hakuna mwalimu yoyote duniani ambaye anataka timu yake icheze kila baada ya siku 2. Lakini ndio ratiba ishapangwa na tumeiona, kwa hiyo hamna ndizi. Lazima tuende ambavyo ratiba inavyosema. Kizuri ni kwamba kama nilivyokuambia wachezaji wetu wote wako salama. Wote na wote wako kambini kabisa. Na sidhani kama kuna mchezaji ambaye atakuwa ni mashine akacheza kila baada ya siku 2 mechi. Kwa hiyo it means lazima tutegemee kuna rotation itafanyika katika game zote hizi 3. Mashabiki wa Simba wamekuwa nyuma yenu kila hatua. Mnawaambia nini katika mchezo wa kesho mashabiki wa Simba? Cha kwanza kwa kweli niwapongeze na niwaombe, kwa sababu kiukweli wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na wamekuwa na sisi kila tunapokuwa katika matokeo ya aina yoyote. Kwa hiyo niwapongeze na niwashukuru na ninawaomba tena kesho waweze kuja kutusupport. Tunawahakikishia kama Simba hatutawaangusha, tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye kesho. Mwalimu, maswali ya wanasema ni kuhusiana na mchezaji wao Hussein Kazi. Mechi nyingi hatujamuona. Kwa mchezo wa kesho na timu nyingine ambayo imesalia tunaweza tukamshuhudia. Nafikiri bado tuna muda na nafikiri akiwa kwenye rotation mtaweza mtamuona katika game hizi. Kiufundi zaidi kucheza na timu ambazo zimeshashuka kwenye ligi. Ken Gold ni kesho siku 3 mbele Kagera Sugar. Kiufundi unajua katika mpira mchezaji anajiuza yeye mwenyewe, kwa sababu timu imeshashuka, lakini mchezaji hawezi kukubali kushuka. Zimebakia mechi 3 za kuweza kujiuza aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo ugumu unakuja kwamba mchezaji anaenda kucheza kama yeye kwa juhudi zake binafsi aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo inakuwa ni mechi ngumu sana unapokutana na timu ya namna hiyo. Asante sana.
Tuzungumzie vipi tena labda? Tuzungumzie au tuzungumzie kuhusiana na yes. Wachezaji kama wachezaji kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tumefika hapa kwa sababu ya mchezo wa kesho. Tupambanie pointi 3 ambazo tumezifuata huko. Sio chengine. Awesu ni mchezaji gani ambaye kwa upande wa mpinzani wako unamchukulia kwa utahadhari zaidi? Wachezaji wote kwa sababu kushuka daraja kwao sio kwamba hawana wachezaji wazuri. Wana wachezaji wazuri na wana wachezaji matured, wamekuwa kabisa kwa sababu washacheza mpaka timu zetu hizi mbili. Kwao ni wachezaji wakubwa kwa sababu wako timu za chini lakini wana wachezaji wazuri. Mmekosa makombe 3 mpaka hivi sasa. Bakiwa na ligi kuu tu. Hii kwani unapa pressure kiasi gani na tahadhari gani ambayo mnakuwa mnaingia nayo? Tahadhari tangia tunaanza msimu upo kwa sababu hatujapanga hata hayo makombe 3 kuyakosa, lakini isivyo bahati tumekosa makombe 3, tumebakiwa na moja, tunalipambania ili moja. Kwa hiyo pressure inaweza kuwepo kwa sababu wote tunakigombania hichi kitu kimoja. Matumaini ya wanasimba ni juu yenu wachezaji katika mchezo unaosalia kwa ajili ya kwenda kutimiza yale ambayo wanatamani ndani ya msimu huu, hilo kombe ambalo mnazungumza. Nyinyi kama wachezaji mnazungumza nini hasa kwa michezo ya mwisho mitatu, lakini pia mchezo ambao kila timu inaenda kukutana nayo pia wengine na uhitaji wa kushinda mbele yenu? Uzuri wa timu kubwa sio muda wote wachezaji wanakuwa wanakaa vikao, kwa sababu kila mchezaji ambaye anacheza Simba anajua kitu ambacho kimemleta Simba. Kwa hiyo kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi ambazo zilobaki ili tuchukue ubingwa, tushinde mechi zote 3. Kwa hiyo tupo kwa ajili hiyo. La mwisho mnakwenda kukutana na timu ambayo wachezaji wake wanatumia nafasi za mwisho kujiuza. Matokeo sio kitu kwa, mmejiandaa vipi? Sijaelewa swali lako. Wachezaji mnakwenda kukutana nao kesho, nafasi wanao si ya matokeo sana, ila ni hakuna kujiuza. Nini mmejiandaa vipi, mna pressure kiasi gani kwao? Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kama unavyosema wao wanakuja hana cha kupoteza na wanakuja wanacheza bila pressure. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakuja anacheza bila pressure, haogopi kupoteza kitu chochote, anakuja ambavyo wewe hujafikiria. Lakini Simba kama Simba tumejiandaa vizuri na naamini tutakabili na tutashinda mchezo wetu wa kesho tukijali. Asante.